Haleluya, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Mungu. Karibuni sana wapendwa, ni siku nyingine tena ambayo Mungu anatupa kibali kutukutanisha katika semina yetu nzuri ya neno la Mungu kwa ajili ya kupanda mbegu. Ni semina maalum kabisa ambayo imeandaliwa na kundi la uinjilishaji la Bikira Maria Msaada wa Daima. Lengo mahususi kabisa ni kujifunza na kuweza kupanda mbegu mwanzoni mwa mwaka, na kukaribisha mahala popote ulipo uweze kuungana na sisi. Unaweza ukatupata kwa njia ya sauti katika makundi yote ya WhatsApp ya Bikira Maria Msaada wa Daima, lakini pia tunapatikana kwa njia ya YouTube kwa video katika chaneli yetu ya Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Pia unakaribishwa uweze kusubscribe katika chaneli yetu ili uendelee kupata masomo mbalimbali tunayokuwekea kule ya kufundisha neno la Mungu. Karibuni sana wapendwa. Leo ni siku ya hitimisho la semina yetu, na kukaribisha mahala popote ulipo tuungane kwa pamoja. Na mambo muhimu ya kuzingatia: hakikisha mahala ulipo una ile karatasi yako ulioandika malengo yako ya mwaka. Hakikisha mahala ulipo una ile karatasi yako ulioandika malengo yako ya mwaka. Mimi nimeiweka ya kwangu hapa juu ya madhabahu. Mara baada ya kumaliza kufundisha tutaombea. Kwa wale wanaotazama video, nafikiri mmeiona hii karatasi yangu ya malengo ya mwaka, iko hapa madhabahuni. Na wewe pia hakikisha una ya kwako hapo pembeni. Kama bahati mbaya umeisahau mahala au hujaandika vizuri, weka pause, nenda kaiandae ili tukianza ni tumeanza. Nafikiri tunaelewana. Lakini pia sanjari na hapo, hakikisha pia umeandaa na sadaka yako ambayo ni sadaka maalum kabisa ya kusindikiza mbegu yako unayopanda mwanzo wa mwaka. Wapendwa, tumefundishana mengi. Karibuni sana. Tufungue kwa sala, tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba, watoto wako tunasogea kwako kwa ajili ya kwenda kuanza semina yetu. Ikiwa leo ni siku ya 4 yangu kusimama Baba, ikiwa ni siku ya 5 ya semina kwa ujumla, Mungu nakushukuru kwa siku zote ambazo umenipa nafasi ya kusimama mahali hapa Baba, si kwa nguvu zangu wala uwezo wangu. Nakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao umewapa kibali cha kufuatilia haya mafundisho Baba. Asante kwa ajili ya viongozi ambao wameratibu semina hii. Bwana Mungu, ninakurudishia sifa, heshima na utukufu mbele zako. Yesu, tunakutukuza hata kwa ajili Mungu Baba ya mtu mmoja mmoja ambaye ameendelea kuombea hii semina. Asante Yesu kwa ajili ya mtumishi wako James Ludovic ambaye tumesimama naye pamoja, yeye akisimama kila siku asubuhi. Baba, tunakutukuza na kukusifu, maana si kwa nguvu zetu bali ni kwa uweza wako Roho Mtakatifu. Tupe kibali tena siku ya leo, ili Bwana, tunapoenda kuanza hii siku ya 4 Baba, ikiwa ni siku ya 5 kwa ujumla, Roho Mtakatifu njoo, karibu, uzungumze na sisi, utufundishe, utuelekeze. Achilia roho ya maarifa ndani yetu, ili kila mtoto wako aliyoko hapa aweze kupokea, aweze kuelewa, aweze kujengwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Oh, haleluya, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambapo tunaenda kuanza rasmi kujifunza siku yetu ya 4 ya semina. Kama nilivyosema, hakikisha pembeni una yale maombi tuliyoandika kwa ajili ya mwaka. Somo letu katika semina linaitwa kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Semina yetu inaitwa kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Namshukuru Mungu, Mwalimu James Ludovic tumekuwa naye asubuhi na ametuongoza kwenye maombi ya utangulizi ya kuhitimisha semina kwa kuombea mbegu zetu, na jioni tena tutapata nafasi ya kuziombea. Katika somo hili tumebeba malengo makubwa ya kukabidhi msimu wetu wa mwaka huu mikononi mwa Mungu, ili
yeye ndiye aweze kuwa msimamizi mkuu wa mwaka mzima. Malengo yetu ni kuukabidhi huu mwaka mikononi mwa Mungu, ili mwaka wote yeye ndio awe msimamizi mkuu wa maisha yetu, sawa sawa na kile kitabu cha Marko sura ya 4 ule mstari wa 26 hadi wa 28, ambapo tuliangalia inasema, akasema ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua, asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Kwa tunaona neno linavyotusemesha ufalme wa Mungu umefanana na huyu mtu aliyemwaga mbegu, akapanda mbegu na hakukaa kuisimamia, akaondoka. Biblia inasema ile nchi, ile mbegu iliota yenyewe, ikakua yenyewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndio mkuzaji wa mbegu. Sisi kazi yetu ni kupanda, ila anayezikuza mbegu ni Mungu. Na ndio maana hata ukija kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 ule mstari wa 6 inasema, mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Kwa tunaona namna ambavyo wewe ukishapanda, ukishatia maji, anayekuza ni Mungu. Mbegu tunazoziongelea kwenye somo letu, tunakuwa tunaongelea mbegu ni ujumla wa malengo yote tunayoingia nayo kwenye msimu, kwenye mwaka, tukiamini tunaenda kuyatekeleza. Kila mwaka, kila mtu huwa ana malengo yake, huwa ana matamanio yake ambayo huwa anatamani kutimiza mwaka huo. Kutamani kuolewa mwaka huu, kutamani kununua gari mwaka huu, kutamani kuongeza mshahara mwaka huu, kuongezewa mshahara, ni malengo. Hasa hayo malengo yote ulionayo ndiyo tunaita mbegu. Kwa tunaposema kupanda mbegu, tunamaanisha kuandika hayo malengo yako na kumkabidhi Mungu kwa maombi. Ndio ni sawa na umepanda mbegu, unamtolea, unatoa na sadaka, yani unaunganisha vyote kwa pamoja. Siku ya jana tuliangalia namna ya kumwita Roho Mtakatifu mwanzoni mwa msimu ili atuonyeshe mbegu sahihi za kupanda, na tukaona ukimtegemea Roho Mtakatifu badala ya kutegemea akili yako utapata faida kubwa, kwa sababu utapanda mbegu kwenye udongo mzuri. Na pikini pia tukaona namna ambavyo Roho Mtakatifu huwa anatusemesha kwa njia ya wazo, anazungumza na sisi kwa njia ya wazo. Tukasema utaona mwaka huu Roho Mtakatifu anakufunulia mawazo mbalimbali, anakupa idea mbalimbali za vitu vya kufanya, na atakupa na fedha na watu wa kukuwezesha kutekeleza hilo wazo lake. Tukasema jambo la msingi, ifundishe imani yako kumwelewa Mungu katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza tukasema ifundishe imani yako kumwelewa Mungu kwamba mawazo yake sio mawazo yako. Siku zote mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo yetu. Njia zake sio njia zetu. Lakini pia eneo la pili tukasema ifundishe imani yako kumwelewa Mungu kwamba anatenda mambo kwa wakati wake na sio kwa wakati wetu sisi. Hivyo uwe tayari kuvumilia na kusubiri hadi wakati wake Mungu mwenyewe atakapoamua kutenda. Na jambo la tatu tukasema imani yako ifundishe kwamba Mungu anapenda utii katika kila kitu, ndipo atakufanikisha katika mambo yako yote. Na baada ya hapo tukapata nafasi tukaombea mbegu zetu, yani yale malengo tuliyoandika kwenye vikaratasi vyetu, tukapata nafasi ya kuombea. Na leo ni siku ya hitimisho, tunasonga mbele na somo letu. Mara baada ya kukupa haya marudio, leo tunasonga mbele na hili somo letu katika kipengele kingine kinachoitwa imani ndiyo itakayotupa matokeo ya mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026. Imani ndiyo itakayotupa matokeo ya mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026. Imani ndiyo itakayotupa matokeo ya mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka huu tuliopo. Tuombe. Mungu tunakushukuru, tunasema asante. Baba, umetembea nasi ile jana. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, rima kariande rebo shaka.
Tembea nasi tena leo sawasawa na wingu lako, namna ulivyokusudia kusema na sisi. Nasi tuko tayari kukusikiliza. Zungumza nasi Bwana, sema na maisha yetu Bwana, ni katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Somo letu nimesema linaitwa kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka, na kipengele tunachojifunza leo kinaitwa imani ndiyo itakayotupa matokeo ya mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026. Andiko letu linalotubeba ni lile lile la kitabu cha Injili ya Marko, ile sura ya 4. Tutasoma ule mstari wa 8 peke yake. Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 8 peke yake. Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 8 peke yake. Inasema namna hii: nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Kwa tunaona huyu mkulima anapanda mbegu, na Biblia inasema katika mbegu alizopanda ziko mbegu ambazo alipanda kwenye udongo ulio mzuri, na zikapata nafasi ya kuzaa na kuota, 100, 130, 160. Kwa nini zilizaa? Ni kwa sababu alipanda mbegu yake kwenye udongo ulio mzuri. Kwa mujibu wa somo letu, tuliangalia kwamba udongo mzuri ni mapenzi ya Mungu na mpango wake katika yale ambayo kila msimu huwa anakusudia kutupatia, kwa sababu kila mwaka huwa kuna mambo ambayo Mungu huwa anapanga akupatie mwaka huo. Kwa unapokaa kuandika malengo yako yakiendana na kile Mungu alichopanga, ni sawa na umepanda mbegu kwenye udongo mzuri. Asa, imani ina nafasi gani? Nafasi ya imani ni kukusaidia wewe mkulima, ambaye ni mimi na wewe. Imani ni kutusaidia tunapopanda mbegu, tunapoandaa malengo yetu ya mwaka, kuwa na uwezo wa kuyaona yakitimia sawasawa na tulivyoandaa. Malengo ya mwaka ulioandika kwenye karatasi yako hayatimii kwa kupitia elimu yako, hayatimii kwa kupitia mtaji wa fedha uliojiwekezea, ila yanatimia kutokana na imani uliomwamini Mungu, kwa sababu Mungu ndiyo mwenye jukumu la kutekeleza mpango na malengo ulionayo. Narudia tena hii kauli: malengo ulioandika kwa ajili ya huu mwaka, kutimia kwake yanatokana na Mungu ambaye ndiyo mtekelezaji, namna utakavyomwamini kwenye hayo malengo. Acha nikuonyeshe maana ya imani kwa lugha ya hili somo. Imani ina maana nyingi sana, lakini sisi tutaiangalia ile maana inayoendana na lugha ya somo letu. Imani ni hali ya kuwa na uhakika wa kuamini malengo yote uliojiwekea kuyatimiza mwaka 2026 kwamba yatatimia, na unakuwa hauna shaka moyoni mwako. Imani ni hali ya kuwa na uhakika wa kuamini malengo yote uliojiwekea kuyatimiza mwaka 2026 yatatimia, na unakuwa hauna shaka moyoni mwako. Unakuwa una ile hali ya kuamini lazima yatatimia, na ndani ya moyo wako panakuwa hapana chembe chembe yoyote ya wasiwasi wala ya mashaka, kwa sababu unaamini nimemkabidhi Mungu malengo yangu, na kwake kila kitu kinawezekana. Yeye ni mwanzo tena mwisho, yeye ni muweza wa yote. Kwa sina wasiwasi, ninaamini 2026 nitakuwa salama. Nini kinachokupa wewe ujasiri? Imani. Kile kitabu cha Waebrania 11 kinaongea maneno mazuri zaidi. Tufanye Bible study pale. Waebrania 11
ule mstari wa kwanza na ule mstari wa 6 peke yake. Waebrania sura ya 11 ule mstari wa kwanza na ule mstari wa 6 peke yake. Kimsingi ingepaswa tusome hiyo Waebrania yote sura ya 11, maana inaongea kuhusu imani sura nzima, lakini kwa ajili ya mazingira yetu tutasoma mistari miwili tu. Hiyo Waebrania 11 tutasoma ule mstari wa kwanza na ule wa 6 peke yake. Tuanze na ule wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa unaona Biblia ilivyo wazi. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Unakuwa una uhakika juu ya kile unachokitarajia kutokea siku zijazo. Unakuwa na uhakika wa kuamini ni kweli kitatokea. Ni sawa na umeandika malengo. Labda kwenye lengo mojawapo kuna mtu unamdai hela miaka mingi. Umeandika pale, Mungu nisaidie fulani mwaka huu anilipe ile hela yangu. Kwa unakuwa na uhakika wa kuamini lazima mwaka huu nitalipwa ile hela nayodai. Aidha unamdai mtu, au ni pensheni imekwama huko serikalini, au imekwama huko kwenye shirika fulani, unaweka uhakika kwamba lazima nitapewa, na umeweka imani yako kwa Bwana. Na unaishi ukiwa hauna wasiwasi wa kuanza kujiuliza, hivi ni kweli watanipa? Miaka yote wasinipe, mwaka huu ndo wanipe? Sidhani. Hawa wanavyowaona hata mwaka huu watanipiga chenga, hawatanipa. Hiyo sio imani. Ndani ya imani hakuna maswali ya wasiwasi ya kujiuliza. Na ndio maana mtu mwenye imani akishaweka ule uhakika, huwa anajitenga na watu wenye mahubiri ya kudhoofisha confidence ya uhakika wake. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukaweka uhakika kwenye eneo fulani, lakini pakawa pana watu wanakuhubiria maneno ya kudhoofisha uhakika wako. Wanakuletea maneno ya kudhoofisha kujiamini kwako. Anakuambia, wewe unapoteza muda kusubiri, haupati. Sidhani. Unapoteza muda. Wani miaka yote wasikuone, mwaka huu ndo wakuone. Watu wa namna hiyo, mtu mwenye imani huwa anajitenga nao, kwa sababu anajua wamebeba mbegu ya mashaka na wasiwasi, na yeye anajua imani ikiwa ndani yangu ni kujipa uhakika. Si kama unaelewa, mtu wa Mungu ale hai. Na ule mstari wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa Biblia iko wazi kabisa kwamba ukiwa hauna imani haumpendezi Mungu. Ukiwa hauna imani haumpendezi Mungu. Kama unataka kumpendeza Mungu lazima umwamini, na kumwamini si kwa mdomo, ila ni wewe kuishi maisha yenye uhakika. Imani inaleta amani moyoni. Ukiona mtu ana amani, jua ana imani. Na jipime tu unavyoishi. Una amani au hauna amani? Watu wengi hawana amani kwenye maisha yao. Hawana amani. Wana kazi nzuri lakini hawana amani kwenye hizo kazi. Wana ndoa lakini hawana amani na kwenye hizo ndoa. Wana biashara lakini hawana amani kwenye hizo biashara. Kwa popote unapoona hauna amani napo, jua umekosa imani kwenye hilo eneo. Hiyo ni ishara ya wazi kabisa ya kujipima kwamba nina imani au sina imani kwenye hichi kitu. Utajiona tu amani haipo ndani yako. Kwa sababu amani inakujaga na uhakika, na kukosa amani kuna kujaga na hali ya kukosa uhakika. Na ndio maana ukiwa na amani na imani, mwaka mzima utaishi kwa amani. Kuna watu ambao mwaka jana walikuwa wanasali mwaka uishi haraka. Hawana amani. Kila kukicha ni afadhali ya jana. Kila kukicha ni afadhali ya jana. Mtu wa Mungu, kataa mwaka huu kuishi maisha ya pakikucha unahesabu siku mwaka uishi haraka. Kataa hayo maisha. Tamani mwaka huu na wewe uwe sehemu ya wale watu wachache ambao huwa wanasema
Kama ingekuwa kuna maombi ya kumwomba Mungu kurefusha siku, ningerefusha huu mwaka usiishe, maana huu mwaka na faidi mno. Tamani na we mwaka huu uwe mmoja wao. Na ini hali unanisikiliza majira haya, unanitazama majira haya, Mungu amekukusudia mwaka huu uwe mwaka wako na wewe wa kusema bora usiishe, uendelee. Kwa nini? Kwa sababu mwaka huu ni mwaka wako wa kucheka, ni mwaka wako wa kufurahi, ni mwaka wako wa kula kuku, ni mwaka wako wa kula maisha, ni mwaka wako wa wewe pia kutoa ofa kwa wengine, ni mwaka wako na wewe pia kutoa ukarimu kwa wengine. Kama miaka mingine ulikuwa ni mtu waombaomba, kupiga simu za misaada hadi kuna mahala wakazima simu, wakaacha kujibu meseji zako. Mwaka huu ni wewe ni mwaka wa kupigiwa simu, kwa ajili watu wanakuja kwako kuchota mibaraka ya Bwana, na tutayachota yote na tutagawa kwa sifa na utukufu wa Bwana. Haleluya, wana wa Mungu wale hai. Inafika mahala mtu ana friji nyumbani kwake, ana friji, ana jokofu, lakini halitumii hilo friji. Ukienda ukifungua friji namna hii, unakutana na mende au kokorochi wanaondoka. Sasa unajiuliza, huyu mtu kwenye hilo friji alinunua friji kwa ajili ya kuhifadhia mende, kwa ajili ya kufugia mende, au kwa ajili ya kuweka vyakula? Mtu wa Mungu, kama mwaka uliopita friji lako lilikuwa ni empty, muda wote limejaa mende, mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, friji yako itajaa. Kwa nini? Kwa sababu utatenda makuu kwa imani. Amini na muamini Mungu, njaa haitakukaribia. Sema amen kwa jina la Yesu. Imefika mahala watu wanabeba pochi na wallet kama pambo. Mtu kabeba mkoba lakini ndani ameweka tu tishu, hamna lolote mle. Mtu kabeba wallet ina vitambulisho tu, hana hata hela. Mfukoni ana K500, anategemea akaongee na konda, amuombe ampunguzie, halipe kwenye nauli ya daladala. Mwaka huu hayo maisha tumekataa kwa jina la Yesu Kristo. Korapasheke. Sema amen. Mungu akusaidie kuelewa. Mtu wa Mungu ali hai, imani inaleta amani. Lakini pia mbegu tunazozipanda mwaka huu 2026 ni mbegu ambazo imani zetu zina mtazama mmoja tu wa kuzifanikisha, ni Mungu ali hai. Asa katika hizi mbegu kuna kitu cha kiimani ambacho tunakifanya kinachoitwa sadaka. Katika hizi mbegu kuna kitu cha kiimani tunachokifanya kinachoitwa sadaka. Kabla sija kufafanulia hii sadaka ni kitu gani, naomba kwanza tupite pale kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 9 ule mstari wa 10. Wakorinto wa pili sura ya 9 ule mstari wa 10. Wakorinto wa pili sura ya 9 ule mstari wa 10 inasema namna hii: na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Kwa Biblia inasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Kwa hiyo anayetupa mbegu ni Mungu, anayetupa mbegu ni Mungu. Na ndio maana kama umetufuatilia vizuri kwenye hii semina, siku ya jana na juzi tulitembea kwenye kumuomba Roho Mtakatifu atufunulie malengo sahihi yanayoendana na mapenzi ya Mungu. Maana yake tulikuwa tumeenda kuchukua mbegu kwa Mungu, kwa sababu yeye ndiye ampaye mbegu mwenye kupanda. Mwenye kupanda ni mimi na wewe, na Mungu ndo mtoa mbegu, ndo mtoa malengo na mawazo. Biblia inasema ukishapanda mbegu yako, anayazidisha na kuyaongeza mazao ya haki yako. Kwa nini anayazidisha? Kwa sababu ukipanda, naye anaweka damu yake pale, ambayo ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni sadaka. Damu ya Yesu ni sadaka. Damu ya Yesu ni sadaka. Sadaka yoyote ile unayotoa haifanyi kazi kwenye ulimwengu wa roho bila kuwa na damu. Sadaka yoyote ile unayotoa haifanyi kazi kwenye ulimwengu wa roho bila kuwa na damu. Na sadaka pekee yenye uhalali
wa kubeba msimu wa maisha ya mtu ni sadaka ya damu. Sadaka ya damu ndiyo ambayo ndani yake ina mzigo na uwezo wa kuubeba msimu mzima wa maisha ya mtu. Unapouona huu mwaka wote, chenye dhamana ya kuubeba ni damu, ni damu, ni damu. Na kinachoshangaza ni haijalishi ni damu gani. Na ndiyo maana wale watu ambao ni washirikina na wachawi, huwa ikifika mwisho wa mwaka, huwa wanakutana kwenye mahekalu yao, wanatambika, wanachinja, wanatoa sadaka, wanautambikia huo mwaka mzima. Ina maana wanaukabizisha kwa miungu yao. Na angalia wanachofanya, wanachinja, wanakula nyama. Kwa nini wanachinja? Wanatafuta damu kwenye ile kitu walichochinja. Wanaukabizi ule mwaka kwenye mizimu yao. Angalia hata wale watu ambao wanatumia hela za madawa, inapofika mwisho wa mwaka, wana tabia ya kwenda kwa waganga wao. Anafika kule kwa mganga, anatoa tathmini ya mwaka mzima ulikuwaje kwake. Kama kuna mahala palikwama, anaoshwa, anatambikwa upya, anachanjwa chale upya, anatoa sadaka nyingine upya yenye damu ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu damu ndiyo inayobeba msimu mzima wa maisha ya mtu kwenye mwaka. Kama wa ulimwengu wa giza wanafanya hivyo, wanafanikiwa. Kumbuka, shetani hana alichokiumba. Kila alicho nacho shetani ameiga kwa Mungu wetu. Kwa hiyo hii formula ya kukabidhi mwaka kwa damu ipo kwetu sisi wa Kristo. Changamoto iliyopo ni kwamba sisi ambao ndio tumepewa uhuru wa kutumia damu kukabidhi msimu, hatutumii. Afu wale ambao hawana hiyo dhamana, ambao ni wachawi na washirikina, wanatumia. Wanafanikiwa, si tunabaki. Wanafanikiwa, si tunabaki. Kwa nini? Wao wamefuata kanuni, sisi tunashangaa tu. Mtoto wa Mungu, yamkini hili ni fundisho geni kwako, au umewahi kulisikia na ukawa unalipuuzia. Mimi nakuombea mwaka huu usilipuuzie. Hebu fanya kweli, hebu fanya kweli. Tumia damu, na hatuna damu nyingine tuliopewa. Tuna damu ya Yesu pekee, ndiyo damu tuliopewa kwa ajili ya kudhamini msimu wa maisha yetu. Damu ya Yesu ndiyo yenye dhamana ya kusimamia mwaka wako wote. Mwaka jana mzima ulipaswa usimamiwe na damu ya Yesu. Mwaka huu pia unapaswa usimamiwe na damu ya Yesu. Namna ya kumkabidhi Yesu damu yake ili kusimamie kwenye mwaka wako ni wewe kumkabidhi malengo yako ya mwaka na kutoa sadaka yako ya dhabihu. Sadaka yako ya dhabihu ni kile kiasi cha fedha ambacho unatoa. Kile kiasi cha fedha unachotoa moja kwa moja huwa kinachangamana na damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho. Ile kitu unachotoa, wengine wao wanatoa mazao au fedha taslimu, inachangamana na damu ya Yesu. Kitendo tu cha ile fedha kukaa altareni kwa Bwana, kufika tu madhabahuni kwa Bwana, pale pale damu ya Yesu huwa inashuka automatically, huwa inashuka moja kwa moja, inachangamana na ile sadaka yako. Na ndio maana hata viongozi wa mahali hapa wanapopokea sadaka hizi lazima wanaziombea. Kwa nini wanaziombea? Ili damu ya Yesu ipate nafasi ya kuchangamana na hizo sadaka. Na damu ya Yesu inapochangamana na hizo sadaka, maisha yako wewe uliyetoa yanaunganika moja kwa moja na Mungu aliye hai. Kwa hiyo kinachoanza kufadhili na kudhamini maisha yako ni damu ya Yesu. Kwa ukitaka damu ya Yesu idhamini 2026 nzima, toa sadaka yako leo, mwanzo wa mwaka. Nasema hivi, ukitaka damu ya Yesu idhamini mwaka wako wote wa 2026, toa sadaka yako leo. Unapoitoa tu, damu ya Yesu inachangamana nayo automatically. Maisha yako yanaanza kusimamiwa na kuratibiwa chini ya ulinzi wa damu ya Yesu.
Anayeishi bila kulindwa na damu ni sawa na benki isiyo na mlinzi. Anayeishi bila kulindwa na damu ni sawa na benki isiyo na mlinzi. Kila mwizi atakuja kujichotea miela. Kila mwizi atakuja kujichotea miela. Atakuja na kibegi chake, anatia hela tu kwenye kibegi. Anatia hela kwenye kibegi. Kwa nini? Kwa sababu benki haina mlinzi. Kuna watu ambao maisha yao yako wazi. Shetani kila mwaka anakuja tu anachukua vitu kwao. Anaweka vitu. Unakuta mtu mmoja maskini ya Mungu, yeye huyo mmoja ana kansa, anaumwa figo, ana saratani. Yeye huyo mmoja ana shida ya ndoa, ana shida ya watoto kukataa shule. Yaani mtu mmoja ameandamwa na mambo dabo. Ukimwona mtu wa namna hiyo, ina maana maisha yake hayana damu ya Yesu inayosimamia huyo mtu wa Mungu aliye hai. Yamkini miaka mingine umekuwa wazi sana, na ndio maana umekuwa ukiteseka tu. Hebu mwaka huu ruhusu damu ya Yesu iratibu na kusimamia maisha yako. Ninakueleza waziwazi, hutaona mateso, na hata yatakayokuja utayaweza yote katika yeye akutiaye nguvu, kwa sababu iko damu inapushi nafsi yako isiiname. Unakutana na mtu anakwambia, moyo wangu umeinama, nimejeruhiwa, nimeumia, siwezi hata kuomba, nikikaa kusali naishiwa nguvu, nikishika kusala rozali nisali na lala tu, nikishika Biblia kusoma nasikia usingizi. Yaani nimepungukiwa nguvu mtumishi, niko mkavu ndani yangu, nikikaa kuomba sisikii connection ya uwepo wa Mungu ndani yangu, nasikia ukavu, nasikia uzito, hamu ya sala haipo. Unakuta mtu shetani amemkamata namna hiyo. Nisikilize vizuri, damu ya Yesu ina tabia ya kuachilia chemichemi ya unyevu kwenye moyo wa mtu. Moyo uliounganika na damu ya Yesu hauna ukavu, muda wote umechangamka. Mtu wa Mungu, maisha yako yanapoungana na damu ya Yesu, moyo wako wa sala hautazima mwaka huu. Mwaka huu moyo wako wa sala utawaka muda wote. Na ndiyo maana kuna watu ambao kwenye huu mwaka wataenda kuongezeka viwango vya kuomba. Kama alikuwa anaomba dakika 5, anaenda kuomba lisaa. Kama alikuwa anaomba lisaa, anaenda kuomba lisaa na nusu. Kama alikuwa anaomba lisaa na nusu, anaenda kuomba masaa 2. Kuna wakati unasikia mtu anasema nimeomba masaa 3. Nimeomba masaa 2. Unasema amewezaje kuomba masaa 2? Alikuwa anaombea nini? Tambua maisha yake yameungana na damu ya Yesu. Hebu leo unganisha maisha yako na damu ya Yesu, utaona kitachotokea. Unasema Mwalimu Petro, naunganishaje? Kwa kutoa sadaka mwanzo wa msimu. Natoaje? Kwani uoni hapa unaambiwa tunaombea malengo yetu tuliyoandika, tunatoa na sadaka. Hiyo tu ukitoa na umeandika malengo, imemaliza kazi. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Sadaka ya mwanzo wa msimu ni fedha ya uwekezaji mbele za Mungu. Sadaka ya mwanzo wa msimu ni fedha ya uwekezaji mbele za Mungu. Fedha ya uwekezaji, wataalamu wanaita hisa. Hisa ni fedha iliyowekezwa kwa ajili ya kuzalisha faida kwenye maisha ya mtu ya baadaye. Hisa ni fedha iliyowekezwa kwa ajili ya kuzalisha faida kwenye maisha ya mtu ya baadaye. Sadaka ya mbegu tunayotoa mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka huwa ni sadaka ya hisa ambayo huwa tunawekeza tukitegemea izae mbele za Bwana kwenye maisha yetu. Na kadiri ya kiwango ulichowekeza ndivyo utakavovuna mazao yanayolingana na uwekezaji wako. Kabla sijakupeleka kwenye maandiko, naomba kwanza nikusemeshe kitu cha hisa katika lugha ya kimwili. Kwa mfano, unaweza ukakuta kampuni fulani inasema tunakaribisha watu waje wanunue hisa kwenye kampuni yetu. Ukienda kununua hisa za 100,000, mwingine akinunua hisa za 500,000, mwingine akanunua hisa za 1,000,000.
ile kampuni inakaa kufanya biashara kwa mzunguko wa mwaka mzima. Baadaye unasikia wanasema tuna mkutano wa wanahisa. Kwa tunaomba wanahisa wote mje tugawane faida. Kwa utaona yule mwenye hisa za 100,000 ataenda. Mwenye hisa za 500,000 ataenda. Mwenye hisa za 1,000,000 ataenda. Alafu anawaambia namna hii. Tulifanya biashara kupitia mtaji wa kampuni yetu. Kupitia biashara tulizofanya, tunashukuru Mungu. Faida tuliyovuna ni hapa. Wanataja ile faida. Alafu wanasema leo tunagawana faida hii. Hawatapewa watu wote kiasi cha sawa cha fedha. Hawatapewa watu wote kiasi sawa cha fedha. Bali kila mtu atapewa kwa kutegemeana na kiwango cha hisa alizowekeza. Wa 100,000 atapewa kadiri ya 100,000 yake. Kama ataambiwa bwana fulani, labda anaitwa bwana Kidevu, ataambiwa bwana Kidevu, uliwekeza 100,000 kwenye kampuni yetu. Faida iliyozaa 100,000 yako ni shilingi 1,000,000. Kwa anapewa 1,000,000 yake. Anaitwa bwana Kipua. Anaambiwa bwana Kipua, uliwekeza 500,000 kama hisa kwenye kampuni yetu. Faida iliyozaliwa ni 500,000. Anapewa 500,000 yake. Labda anaitwa bwana Kijicho. Anaambiwa bwana Kijicho, uliwekeza 1,000,000 kwenye kampuni yetu. Faida iliyovunwa ni 10,000,000. Anapewa 10,000,000 yake. Nisikilize pole pole. Mwenye 100,000 hapaswi kumuonea wivu aliyepewa faida 10,000,000. Na aliyepewa faida 500,000 hapaswi kumuonea wivu aliyepewa faida 10,000,000. Kwa nini? Kwa sababu akitaka na yeye apewe, aongeze kiwango cha ununuzi wa hisa kwenye hiyo kampuni. Na utaona wanamwambia, ukitaka gawio lako liwe kubwa, ongeza kununua hisa. Haba nimekupeleka pagumu. Acha nikupe mfano mwingine. Kwenye simu yako umewahi kupokea muamala wa gawio la faida kwenye simu yako? Umewahi kupokea muamala wa gawio la faida? Labda kwa mfano, sitangazi biashara yoyote, natoa tu mfano. Labda kwa mfano unatumia Airtel. Unakutana na muamala asubuhi, unakuambia imethibitishwa. Watu unashtuka. Imethibitishwa? Unashtuka pale. Nani kanitumia hela huyo? Afu unakuta wameandika umepokea shilingi 200 kutoka Airtel Money kama gawio la faida kutokana na ulivyotumia Airtel Money mwezi huu. Hujawahi kuona hicho kitu? Watu wengi wao wanasema, yani nao wananitumiaje kama 200 hawa? Ukitaka wakutumia hela nyingi, ongeza mzunguko wa miamala, ongeza mzunguko wa kufanya miamala, ongeza kuwapa faida, nao watakunufaisha zaidi. Wapi nakupeleka? Nakupeleka huku. Mwanzo wa mwaka, sadaka tunayotoa ya dhabihu si sadaka ya kawaida, ila ni sadaka ya uwekezaji. Kile unachotoa moja kwa moja huwa kinaenda mbele za Mungu na kinaenda kuzaa, na Mungu anakugawa baraka kwenye mwaka huo kadiri ya kiwango ulichowekeza. Atakayetoa mwanzo wa mwaka, mfano akatoa 5,000, hiyo 5,000 inaenda kuzaa mbinguni, afu Mungu atakugawa kadiri ya hiyo 5,000 uliyowekeza. Aliyetoa 10,000, aliyetoa 100,000, aliyetoa 200,000. Kwa kadiri unavyokuwa mgumu na mkaidi na mchoyo wa kutoa, kwa sababu ukifikiria kwamba unawakomoa viongozi, unakomoa mapadri, unakomoa wanaopokea hiyo sadaka, kumbe unajikomoa wewe, unajiumiza wewe. Na ndio maana ukimwona mtu ni mgumu wa kutoa sadaka, wala hata usianze kuumiza kichwa kwa ajili yako wewe mwenyewe, ila muumiza kichwa kumuonea huruma, kwa sababu anajikomoa yeye. Mwisho wa siku sadaka unayotoa inaenda kwa Mungu, inakaa kama hazina, afu inazalishwa pale, inarudi kama faida kwako wewe kama wewe uliyetoa. Wacha tupite Bible study ya maandiko. Unaweza ukasema huyu jamaa anaongea nini? Wacha nikuonyeshe mistari. Anza na mimi kile kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya 25, ule mstari wa 14 hadi wa 16. Injili ya Mathayo sura ya 25, ule mstari wa 14 hadi wa 29.
inasema namna hii. Mathayo kuanzia ile sura ya 25 mstari wa 14 hadi wa 19. Inasema 29. Mtu mmoja alikuwa ni tajiri sana, akapanga kusafiri. Na alikuwa na talanta kadhaa. Kwanza alikuwa na talanta 5. Akampa mtumwa wake wa kwanza zile talanta 5. Afu akamwambia, nenda ukazalishe faida. Biblia inasema akamwita mtumwa wa pili, akampa talanta nyingine 2. Afu akamwambia, nenda kazalishe. Akamwita na mtumwa wa 3, akampa talanta 1, naye akamwambia, nenda kazalishe. Afu akaondoka. Akakaa kwa muda fulani, akarudi. Alivyorudi akawaita wale watu. Akamwita yule mwenye 5, akamwita yule mwenye 2 na yule mwenye 1. Akaanza na yule mwenye 5. Nilikupa talanta 5 ukazalishe. Umezalisha, naomba faida ya kile ulichozalisha. Angalia kilichotokea. Yule mwenye 5 akamwambia, nashukuru Mungu, ulinipa talanta 5, nilizalisha, nimepata faida nyingine 5. Yule bosi akampongeza yule mfanyakazi, akampa na baraka nyingine 5 zaidi ya zile. Akaja mtumwa wa pili. Na wewe fulani? Akasema, nashukuru, ulinipa talanta 2. Niliwekeza hizi talanta 2, zimezaa faida, zimeleta talanta nyingine 2. Akampongeza, akampa faida nyingine 2. Akawa nazo 6 jumla. Hakumnyang'anya, akampa jumla, akawa nazo 6. Akamwita yule wa 3. Akaja huyo wa 3. Akamwambia, nilijua we ni mtu mgumu, unavuna usipopanda, unakusanya siji usipoweka. Akawa na maneno mengi ya porojo porojo kama wanayokuaga nayo Wakristo wengi ambao wanasali sana, wanavokuaga waoga wa kuthubutu kwenye mambo ya uchumi. Amekazana, anasali sana, anasali sana, anasali sana, anafunga sana, akiombea Mungu amuinue kiuchumi. Afu swala la yeye kwenda kuthubutu kuanzisha anaogopa, ila anasali. Afu muoga, ndio huyo jamaa muoga, akachimbia chini. Yesu alimfokea na alimwita mpumbavu, akamnyang'anya ile 1, akasema tupa nje. Hakumpa chochote, hakugain anything, aliondoka empty kapa. Nisikilize pole pole. Hawa watu walipewa mbegu, wakawekeza mbegu, zikazaa mara 2 yake. Hela ulionayo ni mbegu umepewa, ni mbolea umepewa, unapaswa kuiwekeza unapokuwa mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Tuko mwanzo wa msimu, ni muda wetu wa kuwekeza. Wingu la uwekezaji bado halijaisha, na ndio maana tuko kwenye mwezi wa malango ya msimu mzima. Hakikisha unawekeza kwa kutoa sadaka, ili kile unachotoa damu ya Yesu inachangamana nacho, maisha yako yanaunganika na damu, kinakuletea faida. Usichimbie chini. Ukichimbia chini unajifungia milango ya baraka zako. Mtu wa Mungu aliye hai, naamini umenielewa, na ninaamini kila aliyoko hapa ameandaa sadaka yake, na tutapata nafasi ya kuiombea. Na tukishaombea sadaka zetu, tukishaombea na malengo yetu yale tuliyoandika kwenye vikaratasi, kuna namba ambazo viongozi wataweka hapo. Utaanza kutuma sadaka yako kupitia hizo namba za simu utakazoziona hapo, tutakazowekewa. Ukishatuma sadaka yako, ile karatasi ambayo tutaiombea, ukimaliza, kuna baadhi ya watu ambao kwenye majimbo mliopo kuna chapo za Yesu wa Ekaristi. Chukua hiyo karatasi yako, nenda kaidumbukize kwenye chapo pale ya Yesu wa Ekaristi, ikiwa ni ishara ya kwamba umemwachia Yesu wa Ekaristi mwaka wako wote ausimamie. Kwa hiyo karatasi ya malengo uliyoandika, kama unataka ubaki nayo fotokopi, unaweza ukaipiga picha kwenye simu yako, au ukaiandika mara 2, au ukaenda kuitolea fotokopi 1, ipeleke kwa Yesu wa Ekaristi. Nenda kadumbukize kwenye kile kisanduku tu, ni ishara ya kwamba umekabidhi mwaka wako mikononi mwa Yesu. Au kama
jimbo lenu halina hizo chepo, labda mna magoroto ya Bikira Maria yana maboksi pale ya sadaka, nenda kadumbukize kwenye lile boksi la maombi, kadumbukize. Kama hicho pia hakipo, basi wewe utachoma tu moto wewe mwenyewe. Nimetoa hizi mbinu zote tatu kwa sababu najua tumetofautiana. Wengine tuko kwenye majimbo ambayo yana chepo, wengine yana magoroto na yana chepo, wengine wako pembezoni, maana kama unavyojua huduma yetu ni international. Tuna watu kutoka maeneo mbalimbali. Wengine wako kwenye maeneo ambayo hayana chochote, ndio vijijini au ndio kunaanza. Basi wewe utachoma tu moto maombi yako, ikiwa ni ishara ya kwamba umemkabidhi Mungu. Tumalizie na hichi kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 7. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 inasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Kwa hiyo tunamtwika Mungu fadhaa zetu. Kumtwika maana yake ni tunamkabidhi kwamba Bwana chukua, Bwana chukua, na tunamkabidhi kwa sababu anashughulika sana na mambo yetu. Ndivyo Biblia ilivyosema. Hakuna mwingine anayeshughulika na mambo yako ila ni Mungu peke yake. Mungu pekee ndiye ambaye anashughulika na mambo yako. Msimamizi mkuu wa maisha yako pekee anayeshughulika na maisha yako ni Mungu peke yake, wala hakuna mwingine. Na ndiyo maana tunamkabidhi maombi yetu, tunamkabidhi sadaka zetu, kwa sababu tunaamini yeye ndio mshughulikaji mkuu wa maisha yetu. Mtu wa Mungu aliye hai, ninaweza nikazungumza mengi sana, ninaweza nikaongea mengi sana, ila pointi yetu ni hiyo, tunamkabidhi Mungu maisha yetu. Mahala ulipo unaweza ukakamata maombi yako mkononi. Wale wanaotazama video utaona karatasi yangu nimeikamata mkononi, na wewe pia kamata ya kwako. Ndio, na yule pale ameshakamata, naona na yule ameshakamata, naona na yule ameshakamata. Usiniulize naonaje, lakini nakuona. Ndio, Jesus. Jesus. Raka sekende ribo shandarabo sakaraba shiki. Hakika Baba, umekuwa nasi, umetembea nasi Bwana. Hakika Baba, umezungumza na sisi siku hizi 4. Hakika Baba, umeahidi mengi makubwa na magumu tusiyoyajua. Hakika Baba, umekusudia kutenda, umekusudia kufanya, umekusudia kutuinua. Hakika Baba, hatutabaki kama tulivyo. Rapo shandarabasheke. Ndiyo maana Mungu tunasogea kwako. Tutazame watoto wako Bwana tunavyokuja mbele zako Baba. Sisi ni wanyonge, hatuna mwingine wa kumwendea bali Bwana ni wewe peke yako. Robo shakarieke terebo shakaraba. Baba, tunaomba utupokee. 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 Mtu wa Mungu, mahala ulipo, sema haya maneno pamoja na mimi. Fuatisha maneno kama mimi ninavyosema. Hakikisha unasema kama navyosema. Sema, Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru Yesu kwa ajili ya nafasi ulionipa ya kupanda mbegu mbele zako. Baba, nasema asante, maana hii ni fursa adimu ambayo niliisubiri kwa miaka mingi. Baba, ninakushukuru maana ni neema umenipa, ni kibali umenipa. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unisamehe kwa ajili ya misimu iliyopita sikuweza kupanda mbegu. Baba, naomba unisamehe. Nilipanda mbegu nikakosa imani. Baba, naomba unisamehe. Sema, Baba, narudi kwako msimu huu nikiwa mpya. Bwana, ninakukabidhi mbegu yangu mikononi mwako. Nakukabidhi mbegu yangu mikononi mwako. Sema, Bwana Yesu,
ninaomba uipokee mbegu yangu, ninaomba uipokee mbegu yangu. Sema Bwana Yesu, ninaomba uichukue mbegu yangu. Sema Bwana Yesu, ninaomba uichukue mbegu yangu. Ninaomba Baba utende kama Mungu Baba nilivyopanda hii mbegu. Baba, nimeandika mengi humu ndani Baba, si kwa akili zangu. Sema Bwana, nimeshirikiana na wewe kuyaandika. Ndiyo maana nakuomba sadaka yangu inayotoa kwako, dhabihu hii Bwana, naomba iunganike na damu ya Yesu, iunganike na damu ya Yesu, ili mwaka huu wote, ili msimu mzima wa huu mwaka Baba, maisha yangu yasimamiwe na yaratibiwe na wewe Yesu Kristo, na wewe Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu, 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 jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako, endelea kuomba kwa maneno yako, endelea kuomba kwa maneno yako, endelea kuomba mtu wa Mungu kwa maneno yako, endelea kuomba 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 kwa maneno yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kusali mtu wa Mungu, usinyamaze kimya, usinyamaze kimya. Kumbuka ombi letu ni moja, kumwambia Mungu yale yote tuliyoandika tunayakabidhi mikononi mwake. Mkabidhi Bwana mikononi mwake, maana neno la Mungu limesema yeye anashughulika sana na mambo yetu. Yamkini miaka mingine ulikuwa ukikabidhi kwa waganga wa kienyeji, ulikuwa ukitambika, ulikuwa ukifanya uganga na uchawi. Mwaka huu saa imefika ya kukabidhi mwaka wetu mikononi mwa Bwana, maana yeye ndiyo mfadhili wetu, yeye ndiyo mdhamini wetu, yeye ndiyo askari hodari anayepigana kwa ajili yetu na kwa niaba yetu. Mtoto wa Mungu, endelea kukabidhi kwa Bwana, endelea kukabidhi kwa Bwana, endelea kukabidhi kwa Bwana, endelea kukabidhi kwa Bwana. Kandarabu shaka rebo reke tarabasheke. Endelea kukabidhi kwa Bwana, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita katika jina la Yesu. Uwepo wa Mungu uko hapa, uwepo wa Mungu uko hapa. Baba, ninaomba upokee hizo mbegu watoto wako walizopanda. Baba, ninaomba upokee hizo sadaka watoto wako walizokutolea. Baba, ninaomba ukajibu. Baba, naomba ukajibu. Naomba Baba upanga wako wa moto wa Roho Mtakatifu utembee mahali hapa, utembee mahali hapa, maana kuna wengine wako hapa wana vizuizi kwenye ulimwengu wa roho vya kuona mema. Baba, ninaomba upanga wako upite, ondoa hivyo vizuizi, ondoa hivyo vizuizi, ondoa hivyo vizuizi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yuko mtu hapa ana kizuizi cha dhambi, ana kizuizi cha dhambi. Roho Mtakatifu anasema katubu hiyo dhambi, katubu hiyo dhambi. Mtoto wa Mungu, uende ukaungame, uende ukaungame baada ya maombi, uende ukaungame. Ropoko rabo shaka nderebo shaka rikariaka taraba reposha mandaraba. Kuna mtu yuko hapa ana kizuizi kwa sababu aliwahi kula hela ya mtu. Mtu alikupa hela umwekee, umshikie, ukala, ukakimbia nayo. Uliwahi kutoroka na hela ya ofisi. Bwana asema unapaswa uombe msamaha, unapaswa uombe msamaha ili ufunguliwe, ili ufunguliwe, ili ufunguliwe. Raposha kanderebosha. Ninaona mtu akikimbia na shela la harusi likiburuza chini. Katika jina la Yesu, hilo zuio ulilowekewa la kuolewa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninakata hiyo minyororo, ninakata hiyo minyororo. Mwaka huu ukaolewe, 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 ukajenge, ukajenge.
ukajenge, ukasome, ukasomeshe katika jina la Yesu. O raposhakande rapakoriasaka rapakoriasaka rapakoriasaka. Nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita. Jiachie kwa Bwana, jiachie kwa Bwana. Hayo mapepo, hayo mapepo, hayo mapepo yanayokaba shingoni, kwa jina la Yesu, mapepo toka kwenye huo mwili, na amuru achia kwenye huo mwili. Haya, toka pepo kwa jina la Yesu, ndani yake toka, achia ndani yake, achia ndani yake kwa jina la Yesu Kristo. Ndiyo, nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita. Hiyo fangasi isiyopona inayojirudia rudia kila mwaka, kila mwaka, kila mwaka. Haya, damu ya Yesu nanyunyiza hiyo fangasi, iachie mwili wako. Kandarabo shakarabasiki. Ndiyo, kila mwaka hiyo shida inajirudia, kila mwaka hiyo shida inajirudia. Baba, umesema kwenye Mathayo sura ya 18, mamlaka uliotupa tutakalofunga duniani na mbinguni limefungwa. Baba, ninafunga katika ulimwengu wa roho, hiyo shida mwaka huu isijirudie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kukabidhi mikononi mwa Bwana. Hiyo shida isijirudie katika jina la Yesu. Kandarabu shaka. Ndiyo. Rapo shakarabanderebo shakarabashiki. Endelea kuomba, mtu wa Mungu. Kama una karama ya kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Kurabo shakarabashike. Unasikia tu kusema asante Yesu, asante Yesu. Sema tu asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita. Kwa dakika chache zilizobaki, tutaenda kuomba kuamsha uwepo wa Mungu. Kuna watu wako hapa, uwepo wa Mungu ulishapotea ndani yao. Hawana moto wa sala, hawana moto wa kusoma Biblia. Ni wakavu, ni wakavu, ni wakavu. Naamsha kitu cha kiroho kilicholala ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo hali ya ukavu toka, achia ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Nguvu mpya ya kusali, ya kusoma Biblia, ya kuomba na kufunga kwa jina la Yesu. Ropo korianderebo shaka rakasikirebo. Sante Bwana. Taenda kuachilia baraka za Bwana kwa ajili ya kundi hili, kwa ajili ya kundi hili. Mungu uliye hai, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya hili kundi. Nasema asante kwa ajili ya nafasi uliyotupa Bwana, kwa ajili ya kufundisha semina mahali hapa. Nakushukuru Mungu ulivyomtumia Mwalimu James Ludovick. Asante nami Mwalimu Petro, namna ulivyonitumia Baba. Ninaachilia baraka zako kwenye kundi hili. Naomba uwabariki watu wa kundi hili katika jina lako Mungu Baba. Uwabariki watu wa hili kundi katika jina lako Mungu Mwana. Uwabariki watu wa hili kundi katika jina lako Mungu Roho Mtakatifu. Daima usikie sala zao, novena wanazosali, mifungo na sadaka zao. Baba, ninaomba uwe pamoja nao, uwafanye kuwa chachu, uwafanye kuwa chumvi, uwafanye kuwa nuru na taa, uwafanye kuwa chombo kienelezacho injili ya uinjilishaji. Baba, naima sifa na utukufu virudi kwako. Wabariki viongozi wa mahali hapa, kaa pamoja nao Bwana, daima uwatunze na kuwainua katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi aseme amen. Mungu awabariki sana wapendwa. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru sana viongozi kwa kutupa nafasi ya kuendesha hii semina. Mungu awabariki sana. Unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram, kila mahala tupo kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro Mazwele. Jerusalem Family TV Mwalimu Petro Mazwele. Tufuatilie huko, subscribe channel yetu, tufollow, uendelee kuwa karibu na mafundisho yetu. Mungu akubariki sana na amani ya Bwana iendelee kuwalinda. Kama nilivyosema, hizi karatasi tumemaliza kuziombea. Kama jimbo lenu lina chapo, nenda kadumbukize kwenye boksi la maombi pale chapo. Kama kuna goroto la mama, kadumbukize kwenye goroto la maombi. Kama hakuna chapo, hakuna goroto, basi wewe nenda kaichome moto, ichome tu moto nyumbani kwako, na baada ya kuichoma moto, sali Baba Yetu 3, Salamu Maria 3 na Atukuzwe 3. Ukisikia msukumo pia nenda kaungame. Mwaka wako ishi ukiwa umeamini, uko mikononi mwa Mungu kwa sababu umeshapanda mbegu. Usiwe na wasiwasi, utaona mema. Mungu awabariki katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
Amen.